Msikilizaji, wahenga kutokea huko Njombe kwa wakina Felix Mwenda walishawahi kusema kwamba ukiua kwa upanga na wewe utakufa kwa upanga. Wakasema tena kwamba tamaa mbele, mauti nyuma, na kisha wakasema mwisho wa ubaya ni aibu. Nikukaribishe sana katika simulizi yetu nzuri ya kweli kabisa inayoitwa Hukumu ya Kifo, inayosimuliwa na mimi Felix Mwenda kutokea Simulizi Mix. Simulizi yetu inaanzia katika mtaa wa Tandika jijini Dar es Salaam, ambako huko aliishi mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Neema Hassan. Neema alikuwa ni mjane wa miaka 42 ambaye alikuwa anapambana na maisha kwa nguvu zote baada ya mume wake kufariki dunia miaka 7 iliyopita kutokana na ajali ya gari. Tangu siku hiyo maisha yake Neema yalibadilika sana. Alibakia na binti yake wa pekee ambaye alikuwa anaitwa Aisha, msichana ambaye alikuwa na umri wa miaka 15, ambaye alikuwa anasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari ya serikali ambayo ilikuwa karibu na mtaa wao. Neema alikuwa ni muuza chakula maarufu sana katika eneo hilo, na kila siku alikuwa anaamka majira ya saa 11 alfajiri kwa ajili ya kuandaa wali, kuandaa maharage, kuandaa ndizi pamoja na kukaanga, bila kusahau nyama pamoja na samaki pia. Watu wengi walitokea kupenda sana chakula chake kwa sababu kilikuwa ni kitamu, kilikuwa ni kisafi na bei yake ilikuwa ni rafiki pia. Kibanda chake kidogo cha mgahawa kilikuwa karibu na stendi ya daladala. Kwa hivyo madereva, makondakta, wafanyakazi wa ofisi pamoja na hata wanafunzi pia wengi walikuwa nakula chakula hapo kila siku. "Mama Neema, vipi leo umepika pilau?" alikuwa anauliza pale swali dereva mmoja wa daladala kila siku mchana. "Ndio mwanangu, karibu sana ule kabla hakijaisha," alikuwa anajibu vile Neema kwa sauti na uso uliokuwa na tabasamu. Mtoto Aisha alikuwa anampenda sana mama yake, na kila pale ambapo alikuwa anatoka shule alikuwa anakwenda moja kwa moja kwenye kibanda kusaidia kuuza chakula pamoja na huyo mama yake. "Mama, siku moja mimi nataka kuja kuwa daktari mkubwa sana, ili kusudi nikusaidie waache kuhangaika hivi kuuza chakula." Mara kwa mara mtoto Aisha alikuwa anazungumza baada kumwelekezea mama yake. Neema alikuwa anamwangalia binti yake kwa macho yaliyokuwa na matumaini, akiamini kabisa kwamba hicho ambacho binti yake alikuwa anazungumza ni kweli kabisa kinaweza kuja kutimia. "Mungu akipenda mwanangu, hata mimi naombea sana iwe hivyo, kwa sababu elimu yako ndio urithi pekee ambao nataka kukuachia mwanangu," alikuwa anazungumza pale Neema kumwelekezea binti yake Aisha. Ingawaji maisha yalikuwa ni magumu sana, lakini wawili hawa walikuwa wanaishi kwa upendo mkubwa pia. Walikuwa wamepanga chumba kimoja na sebule ndogo katika nyumba ya mama mwenye nyumba ambaye alikuwa anaitwa Mama Chausiku. Mama Chausiku alikuwa ni mwanamke mkali sana na alikuwa anapenda sana pesa. "Neema, hakikisha kodi yangu haichelewi kulipwa mwezi huu, sawa sawa?" alikuwa anazungumza pale Mama Chausiku kila mwisho wa mwezi unapofika. "Usijali kabisa Mama Chausiku, nitajitahidi kulipa kwa wakati," alikuwa anajibu vile Neema. Lakini sasa katika biashara yake Neema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anamchukia sana. Mtu huyo alikuwa anaitwa Salum. Salum yeye alikuwa na mgahawa wake mkubwa katika upande wa pili wa barabara, na kabla Neema hajaanzisha biashara yake hapa karibia na stendi, Salum alikuwa anapata wateja wengi sana. Lakini baada ya Neema kuanzisha biashara yake ya kuuza chakula, wateja wengi walihamia kwake na kukimbia huko kwa Salum. "Kusema kweli kabisa, yule mwanamke amekuja kuharibu biashara yangu mimi," alikuwa anazungumza vile Salum kwa hasira kila pale ambapo alikuwa anamuona Neema. Rafiki yake mmoja na Salum ambaye alikuwa anaitwa Kangi alimpatia ushauri. "Na kama hautafanya kitu basi jua kabisa kwamba biashara yako itakufa," alikuwa anazungumza vile Kangi kumwelekezea rafiki yake Salum. Na Salum alianza kupanga njama za kumwangamiza kabisa Neema pamoja na biashara yake.
Siku moja jioni, Salum alikuwa ameketi kwenye mgahawa wake na huku alikuwa anawaza jinsi ya kumwangamiza kabisa Neema. Huyu mwanamke amekuja kunipokonya wateja wangu wote yani. Kwa sasa sipati kabisa wateja, wote wanakimbilia kula chakula chake. Alikuwa anazungumza vile Salum kwa sauti iliyokuwa na hasira. Kangi alimwangalia kwa makini huyo rafiki yake na kisha akazungumza. Unaweza kuamua kumfanya jambo ambalo litamfanya watu waogope kabisa kula kwake. Alikuwa anazungumza vile Kangi. Salum akanyanyua macho na kumtazama Kangi. Ni jambo kama lipi ambalo tunaweza kufanya Kangi ambalo litasaidia? Watu watakaposikia kwamba chakula chake kina sumu, basi biashara yake itaishia hapo hapo mara moja na watu wote watarudi kula katika mgahawa wako. Alikuwa anazungumza vile Kangi akiwa anampatia ushauri huyo rafiki yake Salum. Salum alitabasamu kwa mara ya kwanza na kisha akauliza swali. Lakini sasa Kangi, tutafanyaje ili kusudi kutimiza jambo hilo? Alikuwa anauliza vile swali Salum. Kangi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa tayari kufanya chochote kwa ajili ya pesa. Alikuwa anajihusisha na biashara haramu na alikuwa na marafiki wengi wahalifu pia. Kwa jambo kama hilo kwake lilikuwa ni jambo dogo sana. Niachie mimi kuhusu hilo Salum. Nitakwambia ni kitu gani ambacho nitafanya. Alikuwa anazungumza pale Kangi. Ni kweli kabisa msikilizaji, siku 2 baadaye Kangi alikutana na vijana wawili ambao walikuwa ni walevi kupindukia. Sasa kuna kazi ndogo anahitaji mnifanyie. Mtalipwa pesa nzuri sana. Alikuwa anazungumza pale Kangi mara baada ya kukutana na vijana hao, na mpango kweli kabisa ulianza. Usiku mmoja Kangi aliingia kisirisiri katika kibanda cha Neema mara baada ya kufungwa jioni. Alikuwa na chupa ndogo iliyokuwa na kemikali hatari katika mkono wake. Alimwaga hiyo kemikali kwenye sufuria moja iliyokuwa na maharage kidogo yaliyobakia. Na hapa sasa nasema kwamba asubuhi kutakuwa na msiba mkubwa. Mshenzi kabisa huyu mwanamke. Alikuwa anazungumza pale Kangi na huku alikuwa anacheka. Kesho yake Neema alifika mapema kabisa kazini kwake kama kawaida. Hakujua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea usiku. Aliandaa chakula na kuanza kuuza kama kawaida. Miongoni mwa watu ambao walikuwa wamekuja kula walikuwa ni wale vijana wawili ambao walikuwa wametumwa na Kangi. Walikula maharagi ambayo yalikuwa na sumu na kuondoka. Mara baada ya masaa machache taarifa zikaanza kusambaa kwamba vijana wawili walikuwa wamekufa ghafla. Watu walikusanyika kwa wingi maeneo hayo. Na mnasema kwamba mchana walikula chakula maeneo gani? Mtu mmoja alikuwa anauliza pale swali. Mchana walikula chakula kwa Mama Neema pale. Alikuwa anazungumza vile mtu mwingine. Dakika chache baadaye eneo lote lilianza kujaa vurugu. Chakula chake kina sumu huyu mwanamke. Ni kweli kabisa, anaua watu makusudi kabisa kwa kuwapatia chakula kibaya. Watu walikuwa wanazungumza pale kumwelekezea Neema. Neema alishtuka sana kupewa tuhuma nzito kama hizo. Hapana jamani, haiwezekani, mimi siwezi kufanya. Alikuwa anajitetea vile Neema kwa watu, lakini tayari askari wa jeshi la polisi walikuwa wamefika pale. Afisa mmoja wa polisi alimshika mkono kwa nguvu Neema. Unakamatwa kwa kusababisha vifo vya watu wawili kwa kuwapatia chakula chenye sumu. Alikuwa anazungumza vile huyo askari wa jeshi la polisi na kumpakiza Neema kwenye kanandinga. Safari ya kuelekea kituoni ilianza. Mtoto Aisha ambaye alikuwa ametoka shule alifika na kumkuta mama yake alikuwa anapelekwa kwenye gari la polisi. Alipiga kelele kumuita mama yake na huku alikuwa analia. Neema na yeye alianza kulia baada ya kumwona mtoto wake alikuwa analia. Lakini mimi hakuna chochote nilichofanya mwanangu Aisha. Alikuwa anazungumza pale Neema kumwelekezea mwanawe Aisha, lakini hakuna hata mtu ambaye alimsikiliza. Habari za kifo cha vijana wale wawili zilienea haraka sana mtaani. Vyombo vya habari vilifika na kuanza kuripoti taarifa hiyo. Muuzaji wa chakula asababisha vifo vya watu wawili kwa sumu.
Hivyo ndivyo kilikuwa kinasomeka kichwa kimoja cha habari mtandaoni. Watu wote mtaani walianza kumwogopa Neema na huku wengine walikuwa na mlaumu. Siku zote mimi nilikuwa nasema kabisa kwamba chakula chake sio chakula cha kawaida. Ona sasa maskini wale vijana wameshakufa kwa ajili ya chakula chake chenye sumu. Walikuwa wanazungumza vile watu, na Neema alikuwa ameshawekwa mahabusu na huku alikuwa na ngoja kesi yake kusikilizwa mahakamani. Mtoto Aisha alikuwa anakwenda kumuona mama yake mahabusu kila siku. Lakini usijali kabisa mama. Mimi naamini kabisa kwamba Mungu atakusaidia. Alikuwa anazungumza vile mtoto Aisha kumelekezea mama yake mahabusu, lakini Neema alikuwa amechoka kweli kweli. Alikuwa anaona wazi kabisa kwamba hilo kosa hakuwa amelitenda. Lakini ndio hivyo, ameshapewa kesi ya mauaji ya watu wawili kwa kuwapatia chakula ambacho kilikuwa na sumu. Kusema kweli kabisa mwanangu Aisha, mpaka sasa sijui kabisa hatima yetu itakuwaje. Alikuwa anazungumza vile kwa uchungu mkubwa sana Neema kumelekezea binti yake Aisha. Kesi ilipoanza mahakamani, Salum pamoja na Kangi walihakikisha kila ushahidi unaonekana kumtia hatiani Neema. Walitoa rushwa kwa baadhi ya watu ili kusudi wazungumze uongo. Mashahidi wa uongo waliletwa kwa ajili ya kumfanya Neema asichomoke kabisa kwenye kesi hiyo. Mimi nilimuona kwa macho yangu kabisa akiwa anaweka kitu kwenye chakula. Shahidi mmoja alikuwa anazungumza vile uongo mbele ya mahakama. Hata mimi nilikuwa nimeshawahi kuumwa mara baada ya kula chakula chake mgahawani kwake siku moja. Shahidi wa pili alikuwa anazungumza vile. Neema yote alikuwa anayasikia, lakini alikuwa anabaki kulia tu. Huu wote ni uongo kabisa jamani. Mimi sijawahi kabisa kuwadhuru watu kama ambavyo anazungumza. Alikuwa anazungumza vile Neema na huku alikuwa analia, lakini sasa hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Hakuwa na pesa kwa ajili ya kumlipa wakili mzuri wa kumtetea mahakamani. Hata wakili wa serikali ambaye ndio alikuwa anamtetea Neema alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba hakuwa na juhudi. Na baada ya miezi kadhaa ya kesi mahakamani, hatimaye sasa siku ya hukumu ilifika. Mahakama yote ilikuwa kimya kwa ajili ya kusikiliza hukumu. Hakimu alianza kusoma karatasi zake kwa sauti nzito. Mahakama imejiridhisha wazi kabisa kwamba mshtakiwa Neema Hassani ana hatia ya kusababisha vifo vya watu wawili kwa kutumia chakula chenye sumu. Alikuwa anaanza kuzungumza pale hakimu wa mahakama. Mtoto Aisha alianza kutetemeka. Hakimu aliendelea kuzungumza. Na kwa kosa hilo, mahakama hii tukufu inakuhukumu Neema Hassan hukumu ya kifo. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale hakimu, Neema alipiga kelele kuomba msaada, lakini hakuna mtu ambaye alimsikia. Mtoto Aisha alianguka chini na huku alikuwa analia. Polisi walimshika Neema na kuanza kumpeleka nje. Neema aligeuka nyuma kumtazama binti yake Aisha. Aisha mwanangu, kuwa na ujasiri. Naamini kabisa kwamba nitatoka salama. Alikuwa anazungumza pale Neema na huku alikuwa analia. Kusema kweli kabisa, hiyo ndio ilikuwa ni siku ngumu zaidi katika maisha yao. Mara baada ya Neema Hassan kuhukumiwa kifo huko gerezani, maisha ya mtoto Aisha wa umri wa miaka 15 yalianza kubadilika ghafla. Mama mwenye nyumba, Mama cha usiku, alimfukuza ndani ya wiki 2 tu kutokana na kwamba alikuwa ameshindwa kulipa kodi ya chumba. Mimi sitaki kabisa matatizo katika nyumba yangu. Mama yako ni muuaji na wewe sihitaji kabisa kukuona katika nyumba yangu. Hapana mama, naomba unipatie muda kidogo kwa sababu sina sehemu ya kwenda Hapana, ondoka mara moja, sihitaji matatizo mimi. Alikuwa anazungumza pale Mama cha usiku kwa sauti ya ukali. Hakuwa anajali kabisa kwamba huyo alikuwa ni binti mdogo wa miaka 15 na hakuwa na msaada wote kwa sasa baada ya mama yake kuhukumiwa kifo huko gerezani.
Mtoto Aisha alikusanya nguo zake chache ambazo alikuwa nazo na kisha kutoka nje. Hakujua kabisa ni wapi pa kwenda. Baadhi ya majirani ambao walikuwa wanamjua Aisha walikuwa wanamhurumia sana, lakini sasa walikuwa naogopa kumsaidia kutokana na tuhuma za mama yake ambazo alikuwa nazo. Mtoto Aisha alilala kwa jirani mmoja usiku huu na akalala kwa jirani mwingine siku ya pili. Baadaye akaanza kuishi maisha ya kubangaiza mitaani. Alikuwa anauza karanga barabarani ili kusudi apate pesa ya kula. Shule aliacha kabisa kwenda kwa sababu hakukuwa na ada ya michango wala sare za shule. Mara nyingi alikuwa anakaa pembeni ya barabara akiwa analia kimya kimya tu. Hakuwa na msaada wote ule binti huyo. Ni kwa nini lakini haya yote yametupata sisi tu na sio mtu mwingine? Alikuwa anajiuliza vile maswali Aisha. Siku moja alipokuwa anauza karanga mtaani karibia na hoteli moja kubwa, aliona gari la kifahari lilikuwa linasimama karibu yake. Mzee mmoja mwenye heshima alikuwa anashuka kwenye gari hilo. Mzee huyu alikuwa ameongozana na walinzi wawili. Mtoto Aisha alipita karibu na gari hilo akiwa anauza karanga. Karibuni karanga jamani, 500. Karibuni karanga. Alikuwa anazungumza vile Aisha. Mzee huyo alimtazama kwa makini huyo binti mdogo ambaye alikuwa anauza karanga. Kulikuwa na kitu katika uso wa Aisha ambacho kilimgusa mzee huyo. We mtoto, njoo hapa mara moja. Alikuwa anazungumza vile mzee huyo. Aisha kweli kabisa alisogea kwa uoga pale mlangoni. Mbona unaonekana kabisa kwamba wewe bado binti mdogo sana kufanya hii kazi mtaani? Na tena mchana wa jua kali kabisa kama hivi, una shida gani? Alikuwa anauliza pale swali mzee huyo. Aisha alinyamaza kimya tu muda wote. Wazazi wako wako wapi? Alikuwa anauliza pale swali huyo mzee. Swali hilo likamfanya Aisha adondoshe machozi chini. Mama yangu yuko gerezani. Alikuwa anazungumza pale Aisha na kumfanya mzee huyo kustuka. Mama yako amepelekwa gerezani kwa makosa gani? Alikuwa anauliza pale swali mzee huyo. Aisha akamweleza kila kitu kuhusu mama yake Neema. Mzee huyo ambaye alikuwa anaitwa Mzee Bakari alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa tu mwenye moyo wa kusaidia watu. Mara baada ya kusikia simulizi ya mtoto Aisha alihuzunika sana moyoni. Na unaishi wapi kwa sasa? Kusema kweli kabisa, kwa sasa mimi sina pa kuishi. Alikuwa anazungumza pale Aisha na huku alikuwa analia. Mzee Bakari alibaki kimya tu kwa sekunde chache na kisha akazungumza. Ingia kwenye gari. Alikuwa anazungumza pale Mzee Bakari. Licha ya kwamba Aisha aliingiwa na hofu kubwa baada ya kuambiwa kwamba ingia kwenye gari, lakini macho ya mzee huyu yalikuwa yanaonekana wazi kabisa kwamba yalikuwa yamepata huruma. Aisha akaingia kwenye gari. Mzee Bakari alimpeleka Aisha nyumbani kwake ambako kulikuwa na nyumba kubwa sana katika eneo la Mikocheni. Aisha alikuwa hajawahi kabisa kuona nyumba nzuri kama hii katika maisha yake yote. Mariam. Mzee Bakari alikuwa anamuita pale mke wake. Mwanamke mmoja mtulivu alitokea. Binti huyu atakuwa anaishi hapa kuanzia sasa. Alikuwa anazungumza pale Mzee Bakari. Mariam alimkaribisha Aisha kwa upendo mkubwa. Karibu sana mwanangu, wala usiogope chochote, sawa? Upo katika sehemu salama kabisa hapa. Alikuwa anazungumza pale Mariam kumwelekezea Aisha. Kwa mara ya kwanza kabisa baada ya muda mrefu, Aisha ndio alikuwa anakula chakula kizuri na kulala katika kitanda kizuri pia. Kesho yake Mzee Bakari akamuita Aisha ofisini kwake. Sasa Aisha, nilikuwa nahitaji kujua ukweli wote kuhusu kesi ya mama yako huko gerezani. Alikuwa anazungumza pale Mzee Bakari kumwelekezea binti Aisha. Aisha akafuta machozi usoni na kisha alianza kueleza kila kitu kwa kina kuhusu kesi ya mama yake. Na kadiri vile ambavyo mtoto Aisha alikuwa anazidi kusimulia mkasa huo,
Mzee Bakari alikuwa anazidi kuamini kwamba kuna jambo halikuwa sawa. Mama yako alikuwa na maadui wowote labda pengine katika hiyo biashara yake ya kuuza chakula? Alikuwa anauliza pale swali Mzee Bakari, na hapo mtoto wa Aisha akamkumbuka Salum. Ndio, kulikuwa na mtu mmoja ambaye nilikuwa naona kwamba anamchukia sana mama pamoja na biashara yake. Anaitwa nani huyo mtu? Anaitwa Salum. Alikuwa anazungumza pale Aisha. Mzee Bakari alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana. Alikuwa anafahamiana na mawakili wengi, askari wengi wa jeshi la polisi na hata viongozi wengi wa serikali pia. Kwa hivyo akaamua kufuatilia kwa kina hiyo kesi. Siku hiyo pia Mzee Bakari alimuita ofisini kwake wakili wake maarufu sana ambaye huyo anaitwa wakili Joseph Makuba. Mara baada ya kufika ofisini kwake akampatia maagizo. Sasa bwana Makuba, nataka uanze kuchunguza upya kesi ya mwanamke mmoja aliyehukumiwa kifo huko gerezani kwa kosa la kulisha watu chakula chenye sumu. Alikuwa anazungumza pale Mzee Bakari kumwelekezea wakili Joseph Makuba ambaye alikuwa ni maarufu kwa kufichua kesi za uonezi kama hizi. Nitafanya uchunguzi mara moja mkuu. Alikuwa anazungumza pale wakili Makuba kumwelekezea bosi wake Mzee Bakari. Mara baada ya wiki chache za uchunguzi, mambo ya kushangaza yalianza kujitokeza msikilizaji. Kwanza kabisa ilionekana kwamba ripoti ya maabara kuhusu chakula kile ilikuwa na dosari nyingi. Lakini pili, mashahidi wawili katika ile kesi walionekana walikuwa ni feki na walilipwa ili kusudi kutoa ushahidi wa uongo. Na tatu, vijana waliokufa hawakuwa ni wateja katika mgahawa wa Neema, bali walikuwa ni marafiki wa Kangi. Wakili Joseph Makuba alianza kufuatilia zaidi hiyo kesi. Mwisho wa siku alimkamata mmoja kati ya mashahidi wa uongo ambaye alikomelewa katika baa moja huko Tandika. Kwa hofu, mwanaume huyo alikubali ukweli kwamba ni kweli alilipwa pesa nyingi ili kusudi kutoa ushahidi wa uongo mahakamani siku ile. Ni kweli kabisa blaza, tulilipwa pesa na Salum ili kusudi kwenda kutoa ushahidi wa uongo mahakamani. Ni kwa nini wafanye kama hivyo? Ni kwa sababu walikuwa wanataka biashara ya mama Neema ife, kwa kuwa yeye alikuwa anapata wateja wengi kuliko katika mgahawa wao. Alikuwa anazungumza vile huyo shahidi, na huku ushahidi wote walikuwa na rekodiwa. Mzee Bakari mara baada ya kupata taarifa hizo alikasirika sana. Kusema kweli kabisa, hawa watu ni washenzi mno, yani washenzi mno. Una sasa wameharibu maisha ya mwanamke mjane asiyekuwa na hatia ambaye alikuwa anapambana kwa jasho lake kwa ajili ya kuhudumia familia yake. Alikuwa anazungumza vile Mzee Bakari kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira. Wakili Joseph Makuba aliwasilisha ushahidi mpya kabisa mahakamani na kesi ya Neema ikafunguliwa upya kabisa. Habari hiyo ilimshtua sana Salum pamoja na Kangi kwa kuona kwamba kesi itaanza kusikilizwa upya. Huyu tajiri ametokea wapi tena jamani kufufua kesi isiyomhusu? Alikuwa anauliza pale swali Salum kwa hofu kubwa ambayo alikuwa nayo. Na hapa naona kabisa kwamba tunaweza kukamatwa Salum. Kangi naye alikuwa anazungumza pale huku akiwa anatetemeka. Salum pamoja na Kangi walijaribu sana kuwahonga watu tena kwa mara ya pili, lakini safari hii hawakufua dafu. Mzee Bakari alikuwa amesimama kidete kuhakikisha haki inapatikana. Siku ya kusikilizwa kesi upya kabisa ilifika. Mtoto Aisha alifika mahakamani akiwa pamoja na Mzee Bakari. Kwa miezi mingi sana, leo ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kuona matumaini usoni mwake. Neema aliletwa kutoka gerezani kwa ajili ya kusikiliza kesi yake upya. Neema alipomwona binti yake Aisha akiwa nadhifu na mwenye afya nzuri, machozi yalianza kumtoka kwa furaha. Aisha mwanangu. Alikuwa anazungumza pale Neema kwa sauti iliyokuwa na ushungu mkubwa. Aisha akamkumbatia mama yake. Naamini kabisa kwamba tutashinda mama. Alikuwa anazungumza pale Aisha kwa sauti ya kujiamini.
Mahakama ilianza kusikiliza ushahidi mpya kabisa. Shahidi wa kwanza alikiri wazi kabisa kwamba mwanzo alitoa ushahidi wa uongo. Na nilitoa ushahidi wa uongo kwa sababu nililipwa pesa. Nani alikulipa pesa? Alikuwa anauliza pale swali mwanasheria. Ni Salum pamoja na Kangi ndio alinipatia pesa ili kusudi nije kutoa ushahidi wa uongo. Alikuwa anazungumza pale huyu shahidi na kufanya ukumbi mzima kustuka. Shahidi wa pili na yeye alikiri wazi kabisa kwamba mwanzo alitoa ushahidi wa uongo. Na kisha ripoti mpya ya wataalamu ilikuwa inaonyesha kwamba sumu iliwekwa baada ya chakula kupikwa na wala sio wakati chakula kinapikwa. Hakimu alianza kuona ni kweli kabisa hii kesi ilikosewa kutolewa hukumu yake. Salum pamoja na Kangi walijaribu kukimbia, lakini polisi waliokuwa nje waliwakamata na kuwarejesha tena mahakamani. Lakini sisi hakuna chochote ambacho tumefanya mheshimiwa. Salum alikuwa anapiga kelele vile kuzungumza, lakini ushahidi ulikuwa ni mwingi sana dhidi yao. Wakili Joseph Makuba alisimama. Mheshimiwa hakimu, mwanamke huyu mbele ya mahakama yako tukufu amepoteza miaka mingi ya maisha yake kwa sababu ya tamaa tu ya watu hawa. Alikuwa anazungumza pale wakili. Mahakama yote ilikuwa kimya kwa ajili ya kumsikiliza wakili Joseph Makuba. Mara baada ya wiki mbili za usikilizwaji wa kesi, mwisho siku ya hukumu ilifika tena. Lakini safari hii ilikuwa ni tofauti. Neema alikaa akiwa na matumaini makubwa sana kwamba leo hakuwa na hatia, huku mtoto Aisha alikuwa ameushika mkono wake. Hakimu alianza kuisoma hukumu mpya hapa mahakamani. Mara baada ya kupitia ushahidi wote upya, mahakama imejiridhisha kwamba Neema Hassan hana hatia. Alikuwa anazungumza pale hakimu na Neema alianza kulia machozi ya furaha. Hakimu alitulia kidogo na kisha aliendelea kuzungumza. Hivyo basi, mahakama hii inaamuru Neema Hassan aachiwe huru mara moja. Alikuwa anazungumza pale hakimu na kufanya ukumbi mzima kulipuka kwa mshangao. Mtoto Aisha alimkumbatia mama yake kwa nguvu na furaha kubwa. Mama, hatimaye tumeweza. Hatimaye tumeshinda kesi mama. Alikuwa anazungumza pale mtoto Aisha kumelekezea mama yake Neema, na kisha hakimu aliendelea kuzungumza. Na kuhusu watuhumiwa wawili, Salum Omari pamoja na Kangi Katunzi, mahakama imewatia hatiani kwa kupanga mauaji ya vijana wawili na kumbabikizia kesi mama mjane asiyekuwa na hatia. Alikuwa anazungumza pale hakimu, na huku Salum alikuwa anaanza kutetemeka kwa kuona kwamba mwisho wake ulikuwa umefika. Tafadhali sana tusameheni jamani, tumekosa. Alikuwa anazungumza pale Salum huku akiwa analia mbele ya mahakama, lakini sasa alikuwa ameshelewa. Hakimu alikuwa anaendelea kuzungumza kusoma hukumu yake. Kwa makosa hayo, mahakama hii tukufu inawahukumu Salum Omari pamoja na Kangi Katunzi hukumu ya kifo. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale hakimu, na huku polisi walikuwa wanaanza kuwafunga pingu wawili hawa. Kangi alianza kulia machozi ya uchungu, msikilizaji, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anamuonea huruma. Salum Omari alikuwa analia machozi ya uchungu pia, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anamuonea huruma. Neema alitoka nje ya mahakama akiwa huru kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka miwili ya mateso huko gerezani akisubiria hukumu ya kifo. Waandishi wa habari walimzunguka kwa ajili ya kuzungumza naye. Unajisikia vipi kwa sasa mama Neema? Alikuwa anauliza pale swali mwandishi mmoja wa habari. Neema alimtazama binti yake Aisha na kisha akazungumza. Kusema kweli kabisa, naweza kusema tu kwamba Mungu ni mwema, na binti yangu Aisha ndio amenipatia nguvu ya kuendelea kuishi tena, kwa sababu nilikuwa nimekata kabisa tamaa nikijua kwamba kifo kinakuja muda wowote ule.
Alikuwa anazungumza pale Neema, huku mzee Bakari alikuwa amesimama pembeni akitabasamu. Neema akamsogelea mzee huyu. Asante sana baba. Tunashukuru sana kwa kutuokoa. Usijali kabisa Neema. Inaonyesha wazi kabisa kwamba haki ilikuwa katika upande wako. Ni watu wachache tu wenye roho mbaya ndio walikuwa wanataka kuinyang'anya haki yako. Alikuwa anazungumza pale mzee Bakari. Mara baada ya kuachiliwa huru, Neema pamoja na Aisha waliishi kwa muda mfupi kwa mzee Bakari. Baadaye mzee huyu aliwasaidia kufungua mgahawa mpya kabisa na mkubwa zaidi katika maeneo ya Tandika, Dar es Salaam, na mgahawa huo ulikuwa unaitwa Tumaini Restaurant. Watu wengi walikuwa nakuja kula hapo, hasa mara baada ya kujua ukweli wa ile kesi ya kusingiziwa. Hongera sana mama Neema. Karibu tena Waraiani. Wateja walikuwa wanazungumza kwa furaha kumwelekezea mama Neema. Biashara ilianza kukua haraka. Aisha akarudi kuendelea na shule. Alisoma kwa bidii sana kuliko hata vile ambavyo alikuwa anasoma zamani. Mama, mimi nataka kuja kuwa wakili. Alikuwa anazungumza pale Aisha siku moja akiwa anamwelekezea mama yake. Ni kwa nini unasema kwamba unataka kuja kuwa wakili mwanangu? Nasema kwamba nataka kuja kuwa wakili ili kusudi niwasaidie watu wanaoonewa na kupewa kesi za uongo kama hivi ilivyokukuta wewe mama. Alikuwa anazungumza pale Aisha. Neema alitabasamu na huku machozi ya furaha yalikuwa yanamtoka. Basi hilo ni jambo zuri sana mwanangu. Hata mimi mama yako nitakuwa na kesha kukuombea ili kusudi ufanikishe ndoto yako hiyo. Alikuwa anazungumza pale Neema. Miaka ilipita na hatimaye Aisha alimaliza shule kwa ufaulu mkubwa sana. Mzee Bakari alikuwa anaendelea kumfadhili mpaka chuo kikuu na hatimaye Aisha alikuja kuwa wakili. Siku ya kwanza kabisa kuingia mahakamani kama wakili rasmi, Neema alikuwa katika mstari wa mbele kabisa akiwa anatazama kwa fahari namna binti yake alivyokuwa anafanya kazi yake hapa mahakamani. Huyo ndio binti yangu Aisha. Alikuwa anazungumza pale Neema kuwaelekezea watu kwa furaha. Aisha alitabasamu kumwona mama yake alikuwa pale mahakamani kumshuhudia katika siku yake ya kwanza kabisa ya kutetea kesi. Alikumbuka zile siku ambazo alikuwa anauza karanga barabarani bila kuwa na matumaini yoyote, lakini sasa maisha yalikuwa tofauti kabisa. Siku moja Aisha akiwa ameketi pamoja na mama yake nje ya mgahawa wao mkubwa, akajikuta alikuwa anazungumza. Kusema kweli kabisa mama, kuna siku nilihisi maisha yamekwisha kabisa. Alikuwa anazungumza pale Aisha. Mama yake Neema akamshika mkono. Hata mimi pia ilikuwa hivyo hivyo mwanangu. Lakini ona, Mungu hakutaka kabisa kutuacha wakati ule. Alikuwa pamoja na sisi mpaka kila kitu kikawa sawa. Alikuwa anazungumza pale mama na wote walifurahia. Maumivu ya zamani hayangeweza kabisa kufutika katika mioyo yao. Lakini walikuwa wamejifunza jambo muhimu sana katika maisha, kwamba hata giza likiwa kubwa kiasi gani, mwishoni ukweli pamoja na haki vinaweza kushinda. Msikilizaji, na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ya siku ya leo. Inaitwa Hukumu ya Kifo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi, na nikujuze tu kwamba mwisho wa simulizi moja ndio mwanzo wa simulizi nyingine mpya.